Moja ya sehemu muhimu ya kujitambua ni kuelewa sababu ya kweli inayokufanya wewe kuwa kwenye mahusiano ama inayokufanya wewe kuingia kwenye mahusiano. Kwa nini upo katika hayo mahusiano? Kwa hiyo nataka kukuhakikishia mahusiano yenu nyinyi kama yatakuwa na kusudi, yatakuwa na direction nzuri sana. Lakini kama yatakuwa ni hisia tu, hakuna mtakapofika. Kwa sababu hisia mara zote zinabadilika. Na hisia huwa hazitosheki, hazishibi. So always mtakuwa ni watu wale, leo kafanya hichi, kesho kafanya hichi, sijui mimi naelekea wapi, sijui nataka nini. Always mtakuwa watu wa namna hiyo. Kwa hiyo lazima mujiwekee kusudi badala ya kuendeshwa na hisia. Si ushanielewa? Kuwa mkweli na sababu zako zilizokufanya uingie katika mahusiano. Kuwa mkweli. Kuwa mkweli kutakusaidia kuweka matarajio sahihi. Yaani kuna namna ile wewe upo katika mahusiano kwa sababu huyo mshikaji mrefu tu. Yaani kwamba yaani mimi kaka mrefu hivi mweupe kidogo, yani awe kama na ngozi chocolate, ndio imekuingiza katika mahusiano. Be sure, kuwa mkweli. Alafu unaingia katika mahusiano kwa sababu ya urefu ama weupe ama fedha, then haujui unataka kuachieve nini kwenye hayo mahusiano. Kwa hiyo kuwa mkweli, tambua sababu zako za msingi. Ndio maana hapa tukaweka, elewa neno msingi. Msingi ni kitu kilichoshikilia, kilichokuwa na nguvu. Kwa sababu zako za msingi ni zipi? Ni urefu sio sababu ya msingi. Ni weupe sio sababu ya msingi. Sababu ya msingi ni kitu kinachoambatana katika maisha, katika mtiririko wa maisha moja kwa moja, yako binafsi na ya kwake pengine na ya mahusiano yenyewe. Kwa hiyo lazima utambue sababu zako za msingi. Kutambua sababu zako za msingi kutakusaidia wewe kukuweka katika matarajio sahihi.